Shalom, shalom. Majina naitwa Luke Frank Mudoi. Nimewaletea habari njema kutoka kitabu cha Mathayo chapter 11 verse 28, ambapo Yesu aliwaambia wanafunzi yake ya kwamba njooni nyote mliolemewa na kusumbuliwa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Haya ni maneno ya Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake. Alikuwa anawaambia kwamba njooni na hiyo mizigo ama hayo mambo yanayowasumbua, na kwamba mkapate pumziko kwangu. Asubuhi ya leo, mtazamaji, sijui ni lipi hilo ambalo limekuwa ni mzigo katika maisha yako. Wengi wana mizigo ya magonjwa. Ugonjwa umekusumbua kwa muda mrefu, umejaribu matibabu huku na kule, umeenda kwa matibabu, umejaribu kila aina, umejaribu kishamba, umetumia mali yako yote, kama yule mwanamke aliyekuwa na mimba ndani miaka 12, alikuwa ametumia kila kitu. Lakini Yesu anasema katika hilo tatizo ya kwamba uje kwake ama umtegemee yeye, ya kwamba akapate kukupa pumziko. Haijalishi umekuwa umeteseka katika ya maisha kwa muda gani, kwa sababu umaskini umekusumbua, umedharaulika mahali unapoishi, lakini habari njema ni kwamba Yesu anasema ya kwamba mtazamie ama uje kwake, ya kwamba akapate kukupa pumziko, ya kwamba akapate kukupa mwanzo mpya, ya kwamba akapate kuyafanya yaliyo magumu kwako yakawa mepesi. Kwamba nakumbuka kwamba wakati mmoja wana wa Israeli walipokuwa jangwani kuja katika nchi ya ahadi, unapata ya kwamba palitokea nyoka ya kwamba ilipata kuwauma wakafa, ila mtumishi wa Mungu aliwatengenezea nyoka ya shaba, ya kwamba ilikuwa ya kwamba yeyote atakayetazama ile nyoka ya shaba anapoumwa na nyoka ya chini, ya kwamba akapokea uponyaji, na wote waliotazama walipata kupokea uponyaji instant. Inamaanisha nini? Yesu ameinuliwa katika kiti cha enzi kwa ajili yako, ama umeketi pamoja naye, ya kwamba wewe ukapate kuwa huru, wewe ukapate kuwa na pumziko la kweli, ya kwamba hiyo hali inayokusumbua, Yesu kama ni umaskini, Yesu aliyekuwa tajiri alifanyika maskini kwa ajili yako wewe ambaye ni maskini, ya kwamba ukawe tajiri. Kama ni ugonjwa, Yesu alipigwa pale msalabani, alijeruhiwa kwa ajili yako, ya kwamba ukapate kupokea uponyaji, ya kwamba Yesu aling'ang'ana, ya kwamba alifanya yote kwa ajili yako mwana wa Mungu. Alifanya yale ambayo ungeliweza kutenda kwa akili zako, kile ambacho ungeliweza kutenda kwa kazi yako, lakini Yesu alifanya yote pale msalabani. Mtazamie yeye, mtazamaji, muangalie yeye, mtegemee yeye pekee. Haijalishi hali ni ngumu kiasi gani, haijalishi umekuwa katika hali kwa muda gani. Andiko nasema kwamba kilio usiku na asubuhi ni kicheko. Wakati huu ni wakati wako wa kucheka unapomtazamia